kwa sababu ya Uswahili. Uswahili ni kuwa na maji mengi katika bara la Afrika, kwamba Tanzania ina maji mengi kuliko nchi nyingine yote Afrika, labda ukiacha DRC, lakini huna maji nyumbani. Lakini ni marafiki wa Chadema. Kwa niaba ya marafiki wote waliopo Tanzania na nje ya Tanzania, basi Jenerali Ulimwengu atakuja kutoa salamu kwa niaba ya hao marafiki. Nyuma yake wako maaskofu, wako wachungaji, wako mashehe, wako wasomi, legends mbalimbali kwenye industry tofauti. Kwa hivyo Jenerali atakuja kutoa salamu kwa niaba ya marafiki wa Chadema. Asante sana Amani. Nadhani nimepewa introduction ya kutosha. Mimi ni rafiki wa Chadema, ni rafiki vile wa Mzee Mtei. Alikuwa ni baba yangu, amekuwa na watoto ambao wengine wamekuwa ni watu wa karibu sana kwangu, na amekuwa ni mwanasiasa, na kwa sababu mimi nilifuatilia siasa wakati wote tangu nikiwa mtoto. Nimekuwa nikiwasiliana na Mzee Mtei, na kuna mambo mengi sana amenifundisha mimi mwenyewe, ni mengi. Sasa nichukue moja. Mzee Mtei hakupenda kitu kimoja kinaitwa Uswahili, na hii alikonfide kwangu wakati amenitafuta nitoe maelezo fulani kuhusu kitabu chake From a Goatherd to a Governor. Wakati nazungumza naye Dar es Salaam, akaniambia katika mambo yanayomuudhi sana, na alikuwa anazungumza katika muktadha wa sakata lile la kujiuzuru waziri wa Mwalimu, wakati wamepishana na Mwalimu kuhusu nini wafanye na IMF. Wamepishana sana, na mwisho wake kabidi ajiuzuru. Na ukweli ni kwamba Mwalimu ile kujiuzuru ilikuwa ni njia yake ya heshima ya kukufukuza kazi. Anakwambia nasubiri barua yangu. Ilikuwa na maana nenda kaandike barua kwamba umejiuzuru, usinilazimishe nikufukuze. Na niambia kitu kimoja wakati nakwenda kutoa maelezo kuhusu kitabu chake. Akasema Uswahili ni jambo baya sana. Akasema mimi nadhani Mwalimu alishaingia utamaduni wa Swahili. Sasa Uswahili ni maana yake nini? Uswahili maana yake ananieleza ni kusema kitu ambacho unajua kwamba si kweli, na unatarajia kwamba huyo unamwambia ataamini kwamba ni kweli. Huo ni Uswahili. Akasema Uswahili ni kutoa ahadi ambazo unajua hutozitekeleza. Huo ni Uswahili. Uswahili ni upangaji wa maneno mengi ambayo ndani yake hamna kitu. Uswahili, akasema, ni kama sisi hapa tunasema Kiswahili ni lugha ya taifa, lakini tunaidharau kiasi kwamba sasa hivi UNESCO wakija Afrika kutafuta wafundishaji wa Kiswahili dunia nzima wanakwenda Kenya kwa sababu ya Uswahili. Uswahili ni kuwa na maji mengi katika bara la Afrika, kwamba Tanzania ina maji mengi kuliko nchi nyingine yote Afrika, labda ukiacha DRC, lakini huna maji nyumbani. Uswahili naongeza mimi ni kuahidi mambo ambayo
katika dhamira yako huna nia ya kuyatekeleza, na kuandika ndani ya misahafu yako kwamba wewe unaongoza nchi ya kidemokrasia wakati unatamani kuongoza nchi kama ilivyofanya Pinochet na madikteta wengine wa duniani. Sasa ananiambia mzee Mtei, na kataa Uswahili. Uswahili kweli ni lugha yetu, lakini Uswahili ni ugonjwa mbaya sana ambao unatufanya tunashindwa kutekeleza mambo ambayo tumekubaliana sisi wenyewe kwamba tutekeleza haya, halafu tunakataa kuyatekeleza. Mwenzi siku zote mzee Edwin, na nitakumbuka sifa zake na nitakumbuka vile vile masomo aliyotupa sisi sote. Namuomba Mwenyezi Mungu alaze roho yake peponi. Asante sana. Asante sana. Mimi nawahakikishia Chadema hamna Waswahili, lakini kuna majirani zangu Mswahili ajali inatokea, badala ya kusema watu wangapi wamekufa, majeruhi wangapi, unasema tu gari imevunjika. Mswahili huo